Baraza la Wafanyakazi ndicho chombo ambacho kinaunganisha mawazo ya wafanyakazi pamoja na management. Pale ambapo wafanyakazi wanaingiza ubunifu wao na mawazo yao kwenye chombo ambacho kinajadili bajeti pamoja na utekelezaji wa shughuli mbalimbali za shirika, kunaongeza tija kwenye shirika ambalo kwenye shirika letu. Sasa tumeshuhudia wote kwamba shirika letu la Tafiko limefanya mchakato wa kuandaa mkataba ambao umesainiwa baina ya wafanyakazi, wawakilishi wa wafanyakazi, management pamoja na ofisi ya idara ya kazi. Na katika ule mkataba yako mambo mengi ambayo yameainishwa pale ambayo yanasimamia uendeshaji wa shirika. Kwa tunategemea kupitia mkataba sasa shirika litaanza kuwa na ushirikishwaji mpana wa watumishi wa shirika, kwa sababu watakuwa na uwakilishi, patakuwa na avenue ya kuweza kuwasilisha maoni yao juu ya namna gani shirika liweze kwenda. Kwa kawaida ziko changamoto nyingi sana ambazo zinakabili vyombo vyetu kama haya mashirika ambayo tunategemea yawekeze na kuweza kuzalisha. Sasa kwenye taarifa iliyotolewa pale imeonekana kwamba ziko changamoto. Moja ni upungufu wa wafanyakazi. 2, bajeti haitoshelezi. 3, tunahitaji kuona kwamba tunakuwa na wataalamu ambao wana ujuzi maalum unaohusiana na masuala ya uvuvi, uendeshaji wa meli pamoja na biashara kwa ujumla, kwa sababu hili ni shirika. Sasa katika kipindi kwa kuwa shirika hili lilikuwa limekufa, sasa serikali inalifufua. Kwa hiyo inaendelea kwa awamu kuleta wafanyakazi. Tayari tuna wafanyakazi kwa sasa wapatao 37, na kila mwaka serikali inatenga bajeti ya kuajiri watumishi, na hata mwaka unaokuja wa fedha tunategemea kuongeza watumishi. Na kwa sababu serikali imewekeza fedha nyingi, imenunua meli moja tayari imeshanunuliwa, na nyingine iko 2 ziko katika hatua za mwisho za manunuzi. Maanake ni kwamba tutahitaji wafanyakazi zaidi ambao watafanya kazi katika hizo meli. Na kwa kuwa sasa hivi nchi yetu hatufanyi uvuvi katika bahari kuu, kwa sababu hatuna vyombo vya kwenda bahari kuu. Kwa hiyo uwepo wa hizi meli tunategemea tutaanza kupata mazao ya uvuvi ambayo tulikuwa hatuwezi kuyapata. Na kwa kufanya hivyo maanake ni kwamba pato la taasisi kwa maana ya Tafiko litaongezeka, na pato likishaongezeka Tafiko itaweza kujitegemea, kwa sababu serikali imelianzisha Tafiko sio kulilea mpaka kwa miaka yote. Tunategemea litafika mahala fulani litagraduate kiasi kwamba litaanza kujitegemea lenyewe, na ndio maana serikali inawekeza kwa sasa. Na yako makampuni mengi ya nje ambayo yanafanya uvuvi kwenye bahari kuu ya kwetu ya Tanzania, lakini sisi hatufanyi pale uvuvi. Kwa kuwa na meli za kwetu tunategemea tutakuwa na mchango mkubwa kwenye pato la taifa kupitia sekta ya uvuvi. Shirika letu la uvuvi Tanzania Tafiko lilianzishwa mwaka 1974, lakini lilisimama uzalishaji mwaka 96. Lakini serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuliimarisha ili kuweza kuendeleza sekta ya uvuvi nchini, kwa sababu ukiangalia kwa Mtanzania mmoja
au kwa mujibu wa taratibu za lishe, mtu mmoja anatakiwa kula kilo 27 za samaki, lakini hadi sasa kwa mujibu wa tafiti Watanzania wa kawaida wanakula kilo 6. Kwa hiyo hapo kuna gap. Hapo ndipo serikali imeona kuna umuhimu mkubwa wa kuliimarisha shirika la uvuvi Tanzania, kwa sababu kuanzishwa kwa kuliimarisha shirika la uvuvi Tanzania sio kuimarisha uchumi tu, lakini pia kuimarisha lishe za Watanzania. Ina maana wananchi wakisha kuwa na lishe bora ya samaki, ina maana hata uelewa, tunafahamu kwamba samaki ni kati ya nini wanaita kati ya chakula ambacho kina virutubisho muhimu. Twende sasa kwenye swala la baraza la wafanyakazi. Viongozi wetu wa kitaifa wanahimiza katika utawala bora. Serikali ya awamu ya 6 inahimiza katika utawala bora na inasimamia utawala bora. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inahimiza utawala bora, kwamba kila Mtanzania anayo nafasi ya kutoa maoni yake. Na mashirika kupitia dhana hiyo, mashirika na taasisi za serikali tunasimamia maelekezo na sheria na miongozo mbalimbali ya serikali. Hivyo basi, kupitia baraza la wafanyakazi, maana yake ni kwamba tunakwenda kushirikisha watumishi wetu katika maeneo yote. Huwezi kuendesha shirika au serikali kwa ukiwa mmoja mmoja au management peke yake. Kwa hiyo basi lazima tushirikishe watumishi wote, na kwa sababu chombo hiki kipo kwa mujibu wa sheria, uundwaji wa baraza la wafanyakazi kutatusaidia pia katika kupata ile michango ya pamoja ya watumishi wetu.